tugeuzwe mawazo na fikra zetu, tupate kujua mapenzi ya Bwana Mungu yaliyo mema na makamilifu yake. Mtume Paulo anafungua macho ya kwamba tuko katika mwili, lakini anatueleza ukweli, japo tuko kwenye mwili, kuna mambo sisi tunayafanya sio mwili. Kwa maana nyingine, mimi na wewe, haleluya, mimi na wewe ni viumbe vya rohoni vilivyovalishwa mwili. Wakati fulani nimefundisha sana kwa habari ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Nikafundisha nini kazi ya mwili, nikamwelekeza mwili jinsi ambavyo hauna hatia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana nyingine, wewe uliye katika mwili, wakati mwingine unapumbazwa, unafikiri kuna mambo yanayotokea kwenye mwili basi yanatakiwa yashughulikiwe kimwili. Lakini Mtume Paulo anasema, japo unaenenda katika mwili, hamfanyi vita kwa namna ya mwili, kwa sababu mimi na wewe ni viumbe vya rohoni tuliovishwa mwili ili tukae katika ulimwengu unaotawaliwa na kanuni za mwili. Lakini kwa maana nyingine nyepesi ni kwamba mimi na wewe tunaishi katika ulimwengu wa mwili na tunaishi katika ulimwengu wa roho, kwa sababu mimi ni mwili lakini pia ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama mimi ni mwili, basi ni mwili katika namna ya ulimwengu wa mwili, ili yale yaliyo katika ulimwengu wa mwili na kanuni za kimwili tuweze kuyatawala na kuyamiliki. Lakini mimi niko pia kwenye ulimwengu wa roho, kwa sababu mimi ni roho iliyovalishwa mwili. Kwa hiyo pia na rohoni unayaweza. Lakini sasa unayawezaje? Kama vile unavyojiona, unajiona uko duni, unajiona hauwezi, unajiona umefungwa, unajiona umelaaniwa. Vile ulivyo ndivyo kioo chako kinajionyesha kwenye nafsi, na nafsi yako inajitambulisha kupitia mawazo na fikra. Lakini maana yake nini? Uchukue hatua, usikubali kuwa hivi ulivyo, maana umefungwa katika eneo ambalo unapaswa kuingia na kuvunja. Amesema tukiangusha kila mawazo na tukiteka nyara kila fikra zipate kumtii Kristo. Zipate kumtii Kristo kivipi? Vile nilivyo ni lazima uende sehemu na mimi sivyo hivyo nilivyo. Na Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa nini unamwambia mimi sivyo hivyo nilivyo? Kwa sababu kazi ya msalaba inasema mimi nimekombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya msalaba inasema ya kwamba mimi nimenunuliwa. Maana ya kununuliwa ni nini? Ya kwamba sina hivi. Bwana Yesu asifiwe. Sina hivi kwenye ukoo, sina hivi kwenye familia, sina hivi kwenye madhabahu ya waganga wa wachawi, sina hivi chochote. Bwana Yesu asifiwe. Ile ndivyo unavyotakiwa ujione. Kama ujione hivyo, unajiona wewe umefungwa, umeandamana, umejazwa, umefurika malaana ya ukoo na mifungo, na kila siku unafunga na kuomba, ni kwamba yamkini huwezi kufunguliwa mpaka pale utakapobadilika namna unavyowaza. Nilikuwa na tafakari maneno haya wakati Roho Mtakatifu ananifundisha. Anasemaje? Watu wa Israeli wakati wanatoka Misri, Mungu alikwisha kuwaambia, ukisoma katika Hesabu, anawaambia nimewatoa hapa ili waingize katika nchi ya Kanaani. Yaani aliwaambia nawatoa hapa ili waingize katika nchi ya Kanaani yenye maziwa na asali. Bwana Yesu asifiwe. Na akawaambia kule kuna mataifa makubwa sana yenye nguvu kuliko nyinyi,
lakini mimi nitawashindia. Lakini walivyojiona wao sivyo ambavyo neno la Mungu linasema. Neno la Mungu liwaambia kwamba safari yenu ya kutoka Misri itakapoanza, basi inaishia kuingia nchi yao. Lakini wao wakajiona kama vile ambavyo taarifa hili limetu. Hawakujiona tena kwamba Mungu wao na wao wenyewe wanaweza kuingia Kanaani. Biblia ilipokuwa inaisoma, ukisoma katika Hesabu, ile Hesabu 23:13 mstari wa 30, anasema Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa, akasema na tupande Mara tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. Yaani bila shaka tu, maana yake hakuna chembe ya wasiwasi, tutashinda bila shaka. Kalebu anazungumza, msikilize wengine, bali wale watu walioambatana pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda kupigana na watu wao, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya, ile nchi walioipeleza, wakasema, ile nchi tuliyopita kati yake ili kuipeleza ni nchi inayowala watu wanaoikaa, na watu wote tuliwaona ndani yake ni watu warefu mno. Tena kisha huko tuliwaona hao wana wanafiki, tulijiona nafsi zetu. Anasema kisha huko tuliwaona wanafiki, wana wa Anaki waliotoka kwa hao wanafiki, tukajiona nafsi zetu kwa kama mapanzi, na wao ndivyo walivyotuona. Walijiona, yani kabla ya kutangaza kushindwa, walijiona nafsini mwao kama mapanzi. Halafu wakawatazama na wale wana wao, wakasema ndivyo walivyotuona sisi mapanzi tu. Sura neno nafsini mwao walijiona kama mapanzi. Halafu hawawauliza wale, ila na wao wanasema ndivyo walivyotuona na sisi kwamba sisi ni mapanzi. Namna hiyo unavyojiona tofauti na neno la Bwana hawezi kushinda, kwa sababu nguvu za ushindi zinatoka wapi? Wakati wewe mwenyewe ulivyojiona umefungwa katika. Lakini angalia Kalebu na Yoshua, wanasema bila shaka tutashinda. Hawa wanajiona tofauti na wale. Kwa maana nyingine, kushinda kwako, kubarikiwa kwako, kuinuliwa kwako sio neno la Mungu tu, ni namna na wewe unavyojiona nafsini mwako. Hawa watu wote walianza safari moja kutoka Misri kwenda Kanaani. Walikuwa wanatembea chini ya kiongozi mmoja, Musa. Wote wameona miujiza na mapigo makubwa kwa Bwana anamtendea. Wote wako chini ya Mungu, wanaongozwa na wingu mchana, usiku na nguzo wote. Lakini jinsi anavyojiona yule tofauti na anavyojiona huyu. Kwa hiyo hakuna kifungo kibaya kwenye ulimwengu wa roho kama vile unavyojiona. Umepokea taarifa gani? Hiyo taarifa imekufanya ujione vipi? Na hiyo taarifa haijaja kwa bahati mbaya. Hiyo taarifa imefarakana na neno la Mungu, na anayeweza kufarakanisha na neno la Mungu ni Shetani, adui. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana nyingine, kila kinachofarakana na neno la Mungu, kinachokufanya ujione tofauti na neno la Mungu na ahadi za Mungu na baraka za Mungu na ushindi uliopewa ndani ya ukombozi wa Kristo Yesu, basi hilo neno ina maana linalokuona wewe uko ndani umeshindwa,
ni neno linalotangaza kwamba yuko adui anayefanya vita dhidi yako, naye kupitia hivyo amejidhihirisha kwamba anakushinda. Mpaka pale Mtume Paulo anasema utakapoanza kuangusha yale mawazo na kuteka nyara zile fikra, ili ziweze kuitii lile neno la Mungu linalotangaza baraka juu ya maisha yako, linalotangaza kuinuliwa juu ya maisha yako. Kwa maana nyingine, tuko katika ulimwengu wa mwili. Sisi ni viumbe ambao tuko pande mbili. Ni viumbe tunaoishi kwenye ulimwengu wa mwili, ni viumbe pia tunaoishi katika ulimwengu wa roho. Ni viumbe ambao tunapokea mambo ya rohoni kupitia mawazo na fikra. Nilikwambia toka mwanzo, hizo ni sauti. Unaweza ukajiona uwezi, unaweza ukajiona umeshindwa, unajiona uwezi kupitia nini? Unajiona kupitia mawazo, unajiona kupitia fikra. Maana yake ni nini? Maana yake ndivyo ulivyo kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo hicho kinakuwa ni kifungo namba moja. Mpaka ubadilike jinsi unavyojiona, ndivyo utakavyoanza kuona nguvu ya kushinda ile